Waswahili wanasema anayecheka mwisho ndio anacheka zaidi. Klabu ya JKU ndo amecheka zaidi kwenye hatua nusu finali kombe la Muungano baada ya kuiondosha kwenye mashindano klabu ya Azam FC kwa jumla magoli 2-1. Mimi ni Isike, ripota wako kutokea hapa uwanja wa Gombani kisiwani Pemba, na kwenda kuzungumza na mchambuzi wangu ambaye tulianza mara ya kwanza na sasa tunakwenda kumaliza. 90% ulichokizungumza kimeapia hapa. Ulisema mchezo utakuwa mgumu, lakini magoli yatafungwa nje ya eneo la sanduku la box, la sanduku la penalty box. Yameonekana mambo yote. Shabani Mwanga, niambie kile ulichokiona na ulichokizungumza. Nilisema mwanzoni kwamba mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na aina ya timu zinazokutana. JKU wana aina yao ya mchezo, lakini Azam Football Club wana aina yao ya mchezo. Kwa hiyo michezo miwili tofauti inaenda kukutana. Azam wana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira kama mlivyoona, wana uwezo wa kucompose, wana uwezo wa kutengeneza kila kitu, wana uwezo. Lakini JKU wenyewe hawajatengeneza chochote ambacho unaweza kukiona kwamba wanaenda kufunga magoli. Lakini nilisema kwamba wanaweza wakafanya chochote pale wanapopata mpira. Huwezi kujua wanakufungaje wala huwezi kujua wanatokea wapi wakufunge. Na hayo ndio yaliyojiri katika mchezo uliomalizika hivi karibuni. Na nilizungumza tu kwamba kwa timu za Zanzibar huwa hazichoki. Zikianza kukushambulia dakika 10 zikisha changanya, timu zote tulizoziona hapa huwezi kuziseti vizuri. Kwanza hawachoki, lakini pili wana uwezo mkubwa wa kwenda na kurudi, na ndicho ambacho tumekiona katika uwanja wa Gombani. Timu ya JKU hawakuchoka, walishambulia dakika za 90. Na tuliona mipira na magoli mengi ambayo niliyazungumza ni kwamba magoli mengi yatatoka kwenye seti au yatatokea upande wa kona. Ndipo pekee tunaweza kuona kwamba timu inaweza ikashinda. Na hayo ndiyo yaliyojiri katika mchezo wa leo. Ni kutokana na nini? Kutokana aina ya wachezaji waliopo katika michezo ambayo tumeiona, aina ya wachezaji ambao wapo Azam Football Club, lakini aina ya wachezaji wapo katika timu ya JKU, kwamba ni aina ya wachezaji tofauti kabisa. Na hichi ndicho tumeona, lakini kikubwa ya Azam watajilaumu wenyewe, kwa sababu walikuwa na hitajio la kujua wanaenda kukutana na watu wa aina gani katika mchezo wa leo. Kwa hiyo wao wangetakiwa washinde mapema sana, goli zisizopungua 2, ili kuwafanya wachezaji wa JKU waweze kuhaha na kutafuta magoli. Goli ni kama vile tu katika mechi tunazoona na comeback zao. Wamekuja na comeback ambayo hawajui ilitokea wapi, na JKU wanaingia moja kwa moja finali, na tayari wao wameshapata tiketi, wanamsubiri mshindi kati ya Yanga na Zimamoto. Kwa hiyo tulichokizungumza ndio hicho, na hiyo ndio hali halisi kutokana na aina ya kocha wa JKU na kocha wa Azam ni watu wenye kaliba tofauti. Kwa hiyo utofauti huo ndio ambao unaweza kufanya mchezo na uwe tofauti, na kwa mchezo kuwa tofauti ndio maana tuliweza kunusa mianya ya ushindi. Na nilisema kwamba hakuna timu inaweza kushinda zaidi ya goli 3, kwa sababu huwezi kuwa na set piece zaidi ya 3 ukaweza kushinda. Set piece tumeziona zilizopatikana ni kila timu ni chache, na timu imezitumia. Tumeona Azam wameitumia, lakini tumeona JKU wamezitumia. Hayo ndiyo yaliyojiri katika uwanja wa Gombani, na haya ndiyo mashindano ya Muungano ambao tunaona ladha tofauti kutoka visiwa vya Pemba na Unguja, kwamba ni kweli Zanzibar ina wachezaji wazuri, lakini pia Zanzibar ina vipaji vingi tofauti na ilivyokuwa ikifahamika hapo awali. Na nilisema timu za Tanzania bara zisidhani kwamba zitakuja kwenye mteremko zinapokutana na timu za Zanzibar, kwa sababu ya aina ya wachezaji waliopo visiwa vya Zanzibar. Na hayo ndio yamejiri. Hata kesho kuna mchezo mwingine wa Yanga na Zimamoto. Ili waweze kufanikiwa ni formula ni ile, waweze kushinda mapema goli nyingi. Wakiwasubiri wakichanganya, wanaweza wakaadhibiwa sana. Japo mchezo wa kesho kwa Zimamoto utakuwa ni mchezo mgumu sana. Tumeona leo hela imeongezeka, mdhamini ametoa $300,000. Unawasemia nini wadhamini ambao wamewekeza nguvu kwenye tuzo ya mchezaji bora na mchezaji mwenye nidhamu? Kwanza mdhamini namba 1 ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu mashindano haya ni mashindano yake. Kwa kuyaleta tu ya mashindano ya Muungano, tunamshukuru sana na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tumeona mambo mengi, tumeona vipaji vingi. Lakini wale kwa maana taasisi mbalimbali, kwa maana wadhamini mbalimbali, tumeona
Zanzibar School of Health wapo nao, kwa sababu Zanzibar School of Health ni chuo kilichopo Zanzibar na ni chuo bora kinachotoa kozi za afya. Tumeona wapo wamedhamini. Hii ni kuonyesha ni kwa jinsi gani wanathamini muungano. Hii ni kuonyesha kwa jinsi gani wanathamini kazi inayofanyika na ZFF wakishirikiana na TFF, ikiwa ndio wasimamizi wa mpira wetu wa mguu. Lakini tumeona City Institute of Health nao pia wapo kama kawaida yao. Tumewaona mara nyingi kwenye Mapinduzi, lakini sasa hivi pia tumewaona kwenye ligi ya muungano, kwa maana kombe la muungano. Nao pia tunawapa pongezi sana. Lakini pia tumeona Bejas Logistics Company, hii ni kampuni ya usafirishaji iliyoko jijini Dar es Salaam. Nao tumewaona wapo kwenye sehemu ya udhamini wa kombe hili. Lakini wapo wengi CRDB na wengine ambao wamefanya mashindano haya kufana na kuwa na ari kama hii. Wote tunawapongeza na tunawatakia kila laheri, na wasirudi nyuma na wasiache kufanya udhamini huu, kwa sababu unasaidia sana kunogesha mashindano haya. Bwana mchambuzi, umependeza sana. Asante sana. Bwana mtazamaji, wana Kivona Sports wanasema Waswahili tena, anayelia mwisho ndio analia zaidi. Azam FC ndio amelia zaidi. Timu iliyocheza finali mwaka jana mbele ya Simba na kupoteza, wameondosha kwenye hatua nusu finali na JKU, na kwa timu ya kwanza kwenda hatua finali na ni timu ya kwanza kutoka visiwani Zanzibar wanafanya hivyo. Kesho sasa hapa Wananchi, hapa Zimamoto. Je, Zimamoto wataizima Yanga ama Yanga watachanua kama ambavyo imezoeleka? Mimi ni Isike, nyuma kamera Jack.